Tunasema kwa uwazi kwamba zama za viongozi wa dini kujiona wakosei, hawaulizwi na wao ndio dini zimepita. Kanisa la leo linahitaji viongozi wanaosikiliza waumini, wanaoheshimu dhamira zao na wanaotambua kuwa kanisa linajengwa juu ya waumini wote, sio juu ya mtu mmoja au ofisi moja. Naomba nirejee kwenye Biblia. Biblia inahimiza umoja na mshikamano. Ikisema hivyo, Biblia inahimiza pia. Ukiangalia Waefeso 4:3, jitahidini kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Hoja yetu ya 6, padri, askofu na dhana ya kanisa. Naomba nielezee hili. Tunaposema bila kuzunguka maneno, padri si kanisa, askofu si kanisa. Kanisa ni waumini, na waumini ndio sisi, baadhi yao tuko mbele yenu. Kiongozi wa dini anapaswa kuwa muunganishi wa waumini na jamii, si mtengenezaji wa mikanganyiko. Kanisa Katoliki tunaloliabudu linapaswa kuwa kimbilio la wote bila kujali misimamo ya kisiasa, si kumbatio la wachache wanaonekana kuwa karibu na mamlaka. Hoja yetu ya 7 tunasema hivi: imani sio utaifa. Imani sio utaifa. Tunasisitiza pia kwamba sisi tulizaliwa wa Tanzania moja kwa moja. Mimi sijafuata mafundisho kuwa Mtanzania wala sijabatizwa kuwa Mtanzania. Utanzania wetu ni wa kuzaliwa. Wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza, lazima ubatizwe. Ukishabatizwa upate komunio ya kwanza. Ukishapata komunio ya kwanza, kipaimara, then unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama upo kwenye ndoa takatifu, utaenda kwenye upadirisho. Hayo ndio madaraja ya makuu mawili ya mwisho, ndoa na upadirisho. Kwa msingi huo hakuna kiongozi wa kanisa, hakuna kiongozi wa kanisa aliye na mamlaka ya kutuvua Ukristo wetu kwa kauli za mimbarini wala kwa matusi hadharani. Hoja yetu ya 8, ndugu waandishi, katika hitimisho tunatangaza hadharani kuwa tunaungana kikamilifu na waumini wenzetu waliotangulia kupeleka barua kwenye ubalozi wa Vatican, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini, waliowasilisha barua kwa balozi wa Vatican. Tunasimamia hoja zao kikamilifu na tunasisitiza kwamba Kanisa Katoliki halipaswi kuingiza katika siasa za chama kimoja, hususani ni Chadema, kupitia kauli na mienendo ya padri yoyote. Kwa msingi hiyo, sisi pia tutawasilisha malalamiko rasmi kwa balozi wa Vatican kuhusu Padri Charles Kitima kwa kuingiza kanisa katika siasa za chama kimoja na kuchafua taswira ya kanisa. Na pia tunawasilisha malalamiko dhidi ya Askofu Judith Tadeus Ruwaichi kwa kuwatukana waamini hadharani na kuwavua hadhi ya Ukristo kwa kauli za membarini. Tunasema haya kwa dhamira njema ya kulinda kanisa, si kulishambulia. Kanisa Katoliki ni kubwa kuliko mtu yoyote, cheo kimoja au ofisi moja. Kanisa ni kubwa kushinda vyote hivyo. Kanisa la Kikristo hujengwa kwa mapendo, haki, umoja na mshikamano, na sio kwa matusi, hukumu, hofu wala upendeleo wa kisiasa. Hilo ndio lilikuwa hitimisho letu na hoja yetu ya mwisho, sisi wa Roman wa misionari. Asanteni sana na ndugu wanahabari. Mimi nauliza mimi naitwa Bwana Kelvin Rafael, ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Ungetusaidia kwamba unasali kanisa lipi la Katoliki na unatoka parokia gani, ili kuwatoa watu mashaka kunakuwa kuna mambo ya jumuiya pekee
wako ambao wanaamini pengine nyinyi si wa Katoliki bali mnafanya hivyo tu kwa sababu ya kuchafua. Nimekuelewa Bwana Kevin. Mimi ni muumini, nikupe historia kidogo kwa faida na waandishi wengine. Nimelelewa kiimani katika kanisa la Mtoni, parokia Mtoni, Mtakatifu Bakita. Zamani Mtakatifu Bakita kabla hajawa mtakatifu alikuwa mwenye heri. Nafikiri wa Roma mnaelewa, tukisema mwenye heri mnaelewa. Sasa hivi ni Mtakatifu Bakita. Ndipo nimekulia kiimani pale. Na ndio maana mifano yangu nilitolea kwa pale. Lakini kwa sasa nina makazi yangu Mbagala na nipo parokia ya Kongowe, kigango cha Kisasa, jumuiya ya Mtakatifu Birigita. Una lingine? Sasa kutajadi padri. Wewe ukitaka uje sasa nenda kwenye jumuiya yangu, nenda kwenye kanisa. Mapadri wako wengi. Nimekitaja hivyo tu moja kwa moja. Sisi wa Roma tuna details. Ukitaja jina tu moja kwa moja unaonekana ni kweli. Karibu mwingine. Sisi tutapeleka barua kusisitiza ile ya mwanzo ijibiwe, na isipojibiwa na hii ya kwetu, tutachokifanya tutatembea majimbo yote nchini Tanzania kuhamasisha Wakristo wenzetu, Waromani wenzetu kwamba viongozi wetu wa kidini au wa kiimani au wa kiroho wasijihusishe na siasa ya mlengo mmoja. Hilo ndio dhumuni letu la mwisho. Tutahakikisha, tutatembea nchi nzima kuhakikisha tunawaambia Wakristo hasa upande wa Roman Catholics kwamba tutaenda kuhamasisha wakubaliane na sisi msimamo wetu kwamba viongozi wetu wahubiri amani, upendo na haki, lakini wasiingize kwenye siasa ya upande mmoja. Asanteni sana.